Korokyo Karamong Shanga Minjambu. Lupa TV imefunga safari mpaka uko Karikamoru, kijiji cha Kitalo, wilayani Ngorongoro kushuhudia tukio kubwa la kihistoria. Katika siasa, uongozi si cheo pekee, bali ni dhamana inayotolewa na wananchi kwa matumaini ya kuona mabadiliko, maendeleo na kusikilizwa kwao. Hii ndio falsafa iliyoonekana katika sherehe kubwa iliyoandaliwa na Mheshimiwa Manja Sironga Yaile, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro na diwani wa kata ya Soit Sambu kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Sherehe hiyo iliyofanyika Karikamoru, kijiji cha Kitalo, wilayani Ngorongoro, ilikuwa maalum kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wa kata ya Soit Sambu kwa kumpa ridhaa ya kuongoza katika kipindi cha mwaka 2025-2030. Mbele ya wananchi, viongozi mbalimbali pamoja na wageni waalikwa, Mheshimiwa Manja alieleza kuwa tukio hilo si sherehe ya ushindi pekee, bali ni sehemu ya kutambua mchango wa wananchi waliomwamini na kumpa dhamana ya kuwatumikia. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Manja alieleza kwa kina sababu za kuandaa sherehe hiyo, huku akisisitiza umuhimu wa mshikamano, ushirikiano na uwajibikaji kati ya wananchi na viongozi wao. Nataka niwaambie wananchi wa kata Soit Sambu, kwanza nawashukuru sana, lakini pili nataka niambie waendelee kunipa imani yao, waendelee kunipa ushirikiano. Nina hakika miaka mitano hii itakuwa ni miaka iliyojaa furaha, amani, mshikamano na maendeleo ya kutosha. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Manja aligusia pia utekelezaji wa ahadi alizotoa kwa wananchi wakati wa mchakato wa uchaguzi. Alisisitiza kuwa dhamira yake ni kuhakikisha ahadi hizo zinatekelezwa kwa vitendo kwa kuzingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi, huku akieleza kuwa uongozi wake utalenga kusukuma mbele masuala ya maendeleo na ustawi wa wananchi. Kwa mtazamo wake, ushindi wa uchaguzi haupaswi kuwa mwisho wa safari, bali ndio mwanzo wa safari ya kutekeleza yale ambayo wananchi walitarajia kutoka kwake. 26-27 tunayoendea ndio sasa budget ya kwangu ya halmashauri ambayo nimesimamia mimi, tumepanga ya nini tunawafanyia wananchi. Lakini pamoja na hayo nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kwa yale ambayo yaliwezekana. Kwanza nimefanikiwa kufanya ziara kwenye kata nyingi, nimetembea zaidi ya kata 17 sasa kusikiliza kero za wananchi na kutatua. Lakini pia tumejenga baraza linalowajibika na kufanya kazi kwa niaba ya wananchi. Lakini pia tumezingatia amani na utulivu wa wilaya yetu na ndani ya jamii kwa muda wote. Lakini pia tumeendelea kuchochea na kusimamia miradi ya maendeleo tuliyoikuta imalizike kwa wakati na kwa viwango, na zaidi tumeweka sasa mipango mizuri ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaenda kupata huduma stahiki kwenye maeneo yao. Kila kata iliyoko Ngorongoro imepata budget ya miradi mipya itaenda kutekelezwa, ikiwepo hii ya Soit Sambu. Kwa mfano, kwa haraka tu, Soit Sambu kuna mradi utaanza kesho kutwa tu wa mabadiliko ya tabia nchi, inaitwa mabadiliko ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunategemea kufensi chanzo cha maji cha Kitalo, na yale maji tutayapeleka shule ya msingi, na yale maji tutayapeleka zahanati ya Kitalo. Lakini pia nilivyoanza mimi, ile zahanati haikuwa inafanya kazi, haikuwa na daktari bado, majengo yalikamilika na wale wafadhili waliotusaidia, lakini haikuwa inatoa huduma. Kwa sasa inatoa huduma, madaktari wapo, wanatoa huduma, wamama wanapata clinic, watoto wanapata clinic, kwa hiyo wanapata huduma ya karibu. Lakini pia tulikuwa na changamoto za maji. Kwa mfano Lusirwa walichimba kisima ili haribika, na baadaye tulingangana sana tukampata mdau mwingine aliyetusaidia kupeleka maji shuleni. Maji yalishindikana kwa muda mrefu, lakini tulipambana, maji sasa yanatoka shuleni, wananchi wanapata na watoto wa Lusirwa wanapata. Lakini pia Soit Sambu pale kuna jengo la OPD, jengo la mama na mtoto limeshakamilika pale na lipo tayari kuwahudumia wananchi, hiyo ipo kijiji cha Soit Sambu. Lakini Mondros na wenyewe zahanati yao pia ipo tayari, imeshapokea vifaa, imepokea dawa, inaanza kufanya kazi. Lakini kisima pia cha Mondros ambayo kimekaa kwa muda mrefu sana bila kufanya kazi, kwa sasa inatoa huduma. Kama unavyojua maeneo ya Mondros wale wanakuwa sana na changamoto, kule hakuna mito, kwa hiyo tunategemea maji ya kuchimba. Tayari sasa hivi wana maji angalau, japo tuna mipango mingine mikubwa ya kuwachimbia maji, kuwaletea barabara, shule na mambo mengine kama hayo. Katika sherehe hiyo, wananchi nao walipata nafasi ya kueleza hisia zao na matarajio yao kuhusu uongozi wa Mheshimiwa Manja.
meeta ninche kulie tokitin sapukin oleng naayieu. Neeku kiomon dai duo epuo nena tokitin pokira. Amu ore kulo tung'anak eetuo iltung'anak oobanji naa osiligi linyi eeta. Mheshimiwa Manja, amu ore kulo tung'anak oobanji niyieu naa keetuo. Neetuo nkwapi pookin tenkaraki keetae osiligi. Shomo ake nchoo enishirie nkishu eno oshiake tabai. Ore iltung'anak pookin lemening iyiok oishooki erikore, tenimining nikijoki ntae enining'o iyiok, ore peishunye ilarin 5 nikidua. Kwao sherehe hiyo ilikuwa zaidi ya burudani, ilikuwa fursa ya kuimarisha uhusiano kati ya wananchi na kiongozi wao pamoja na kuweka msingi wa safari mpya ya uongozi wa kipindi cha mwaka 2025 hadi 2030. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali ambao walifika kushiriki katika tukio hilo muhimu. Uwepo wao uliendelea kuonyesha umuhimu wa mshikamano na ushirikiano katika kuwaletea wananchi maendeleo. Kubwa zaidi, tukio hilo lililokutanisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya kata ya Soitisambu ambao walipata nafasi ya kusherehekea pamoja, kusikiliza viongozi wao na kueleza matarajio yao kwa kipindi kipya cha uongozi. Kwa Mheshimiwa Manja Sironga Yaile, ridhaa aliyopewa na wananchi wa Soitisambu ni dhamana inayohitaji juhudi, uaminifu na wajibikaji. Na kwa wananchi, kipindi cha mwaka 2025 mpaka 2030 kinaonekana kwa safari yenye matumaini, wakisubiri kuona ahadi zikigeuka kwa vitendo na mipango ikileta matokeo yanayoonekana katika maisha yao. Kutoka Karikamuru, kijiji cha Kitalo, Ngorongoro, ujumbe uliobaki ni mmoja: ushindi umepita, sasa ni wakati wa kutumikia wananchi. Lupa TV, tukiwa karibu na jamii, tunasimulia habari zao, tunasikiliza sauti zao na kuangazia maendeleo yao. Theophane Ngitu, Lupa TV.